Matumizi makubwa ya kemikali na usafirishaji usio sahihi wa mazao, hasa mazao ya mboga mboga na matunda, vimekuwa chanzo cha kuhatarisha afya za walaji wengi. Hali hii inatokana na wakulima wengi kutofuata matumizi sahihi ya viuatilifu, matumizi makubwa ya kemikali katika mazao hayo, pamoja na kutofuata kanuni bora za usafirishaji. Kwa kutambua athari hizo, taasisi ya Island of Peace IDP pamoja na wadau wengine wa kilimo ekolojia jijini Arusha wamekuja na suluhu ya kulinda afya za walaji wa bidhaa hizo, na hii ni Arusha Farmers Market, soko la bidhaa zinazozalishwa kiikolojia. Katika Arusha Farmers Market ambayo inatokea mara moja kwa mwezi, kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi, wazalishaji mbalimbali wa bidhaa za kilimo ekolojia ambazo sio za kilimo ekolojia wanakutana kwa pamoja, lakini pia walaji wanapata nafasi ya kuja katika grounds. Inafanyika kwenye grounds za Oikos. Wanaweza kuja, wanapata hizo bidhaa hapa, wanapata networks, wanapata linkage na wakulima, wadau mbalimbali, mahoteli, maduka, wanaweza kuja hapa na wakajipatia hizo bidhaa katika hiyo siku ya Jumamosi ya kwanza ya mwezi, ambapo tuna Arusha Farmers Market. Kama mradi tumejitahidi kusupport hizo maeneo yote mawili, Arusha Farmers Market na haya masoko, kwa kuwaleta wakulima kushiriki, lakini pia kwa kuwaunganisha na wahusika wa hayo masoko waweze kuuza bidhaa katika hayo masoko. Lakini tumekuwa tukishirikiana na vyombo vya habari kuweza kutoa taarifa. Kwa mfano, kila inapokaribia Arusha Farmers Market, waandaaji wanapata nafasi redioni, wanaenda kuhamasisha watu washiriki, waje wapate bidhaa mbalimbali na kuweza kujua zaidi kuhusu bidhaa za kilimo ekolojia. Arusha Farmers Market iko hapa Ile Selassie Road. Huwa inafanyika kila Jumamosi ya mwanzo wa mwezi. Tunawakaribisha sana. Kuna product mbalimbali watu wanauza ambao wajasiriamali wanatengeneza wao wenyewe, na pia asilimia nyingi sio kwa kutumia makemiko. Lengo la Arusha Farmers Market, tunajaribu kupanua wigo la watu ambao wasiweze kutumia, kuhamasisha wasiweze kutumia kemikali kwenye vyakula. Hizi bidhaa unazoziona zote hapo zimelimwa na wakulima ambao tulio train sisi Mesula kusaidiana na Toamu. Pia kuna mama shujaa wa chakula yuko Tengeru, mtu akihitaji pia tunaweza kumpeleka akaona jinsi anavyoendelea kulima hichi kilimo hai. Na kuna wageni baadhi tayari wanaenda kupata pale masomo na kuenda kununua mboga pale kwake, yuko Tengeru. Mbali na Arusha Farmers Market ambayo hufanyika kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi, kuna duka la Mesula ambalo lenyewe huuza bidhaa zilizozalishwa kiikolojia kila siku. Mesula hapa ni duka la kuuza mboga. Sana sana tunauza mboga ambazo ni organic. Organic ni kwamba ni mboga ambazo hazitumii dawa. Mboga tunazipata kwa wakulima ambao sisi tunawatembelea wenyewe, na tunawapa mbegu wanalima, na tunawatembelea kuanzia tunapoanza mpaka tunapomaliza, kwa kupitia ni dawa gani wanaweka, ni changamoto gani wanazipitia pale wanapokuwa wamekosa dawa. Tunawasaidia na kuwapa elimu ya kulima zile mboga. Wakati wa kuvuna, tunavuna nao na kuleta shambani hapa kuuza. Mesula Organic Shop ni masoko ambayo ni soko ambalo linalenga kusaidia ama kufacilitate, kuwezesha upatikanaji wa bidhaa organic au bidhaa za kilimo ekolojia. Na sisi kama mradi, kupitia mradi wa kilimo endelevu, tumechangia katika kuimarisha soko la Mesula kwa kuwaunganisha na wakulima ambao tumewawezesha kuzalisha kwa mbinu za kilimo ekolojia. Kwa hiyo tuna mambo mawili yanatokea hapa. Kwanza, tunatengeneza soko kwa ajili ya wakulima ambao tumewasaidia kuzalisha kwa mbinu za kilimo ekolojia, lakini pia tunamsaidia mlaji kuweza kupata bidhaa za kilimo ekolojia kwa urahisi. Tumewekeza katika uzalishaji kwa sehemu kubwa sana, lakini sasa hivi pia tunawekeza au tunajitahidi kuongeza nguvu katika eneo la masoko, kwa sababu swali moja au changamoto mojawapo ambayo tunakutana nayo mara nyingi ni wakulima kutuambia hatuna masoko, lakini pia walaji kutokujua watazipata wapi bidhaa za kilimo ekolojia. Kwa hiyo Mesula ni moja ya soko ambalo linasaidia walaji kupata hizi bidhaa, lakini pia na wazalishaji kupata mahali watauza
bidhaa zao za kilimo ekolojia. Pamoja na Mesula tumejitahidi pia kufanya linkage ama kuwaunganisha wazalishaji na masoko mengine, kwa mfano Kilombero, soko kuu pamoja na Samunge. Huko ndani ya soko kuna baadhi ya wadau ambao tayari tulishawapa elimu juu ya kilimo ekolojia, juu ya bidhaa za kilimo ekolojia, na wanafanya hivyo, wanazipata kwa wakulima au wazalishaji na wanaziuza katika masoko mbalimbali. Lakini pia mitaani kuna street vendors ambao tumewaunganisha na wakulima, na wao wanachukua bidhaa wanauza katika masoko yale ya mitaani. Lakini pia baadhi ya restaurants tumewalink pia na wakulima mbalimbali, wanaweza kusource bidhaa kutoka kwa wazalishaji, bidhaa za kilimo ekolojia, na kuweza kuzitumia katika shughuli za mapishi katika restaurants mbalimbali. Hali ya masoko ya vyakula vinavyozalishwa kiekolojia jijini Arusha ikoje? Ninaweza kuconfirm kwamba still eneo la masoko ni eneo ambalo tunahitaji kuongeza nguvu. Uzalishaji unafanyika kwa wingi, lakini pia masoko yanatakiwa yawe ya wingi zaidi. Kwa hiyo ni eneo ambalo nipende kuwatia moyo serikali au na wadau mbalimbali kuendelea kuwekeza ili kuwepo na masoko mengi zaidi ya kilimo ekolojia, walaji wengi zaidi waweze kuwa na taarifa mbalimbali kuhusu upatikanaji wa bidhaa za kilimo ekolojia, lakini waweze pia kuzipata kwa urahisi na kwa bei nafuu zaidi. Kesho bora inaamuliwa na hatua unazochukua leo. Chagua afya, chagua vyakula safi na salama, chagua Arusha Farmers Market na Mesula. Na wito kwa watu mbalimbali na washauri waweze kutumia bidhaa ambazo hazijapigwa kemikali. Ni nzuri sana kwa afya. Pia kwa makampuni, mahoteli tunafanya supplier.